Tunamalizia sasa Wizara ya Uchukuzi. Mheshimiwa Grace Elias Nkoma, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Swali linauliza, je, lini serikali itajenga uwanja mkubwa wa ndege Singida? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri David Kienzile. Serikali kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Singida. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Grace Elias Nkoma, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanza utekelezaji wa hatua za awali za uthamini wa mali za wananchi wanaozunguka eneo la kiwanja cha ndege cha Singida kwa lengo la kuwezesha upatikanaji wa eneo stahiki kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Zoezi hili linafanyika kuzingatia kikamilifu matakwa ya kisheria, kanuni na taratibu za nchi ili kulinda haki na stahiki za wananchi husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mara baada ya kukamilika kwa taratibu za utoaji wa eneo hilo, serikali itaanza hatua zinazofuata za maandalizi ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa kiwanja hicho, ikiwemo upatikanaji wa rasilimali fedha kwa lengo la kuboresha huduma za usafiri wa anga, kuongeza fursa za kiuchumi na kuimarisha maendeleo ya mkoa wa Singida na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Grace Elias Nkoma. Pamoja na maswali mazuri, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini nina maswali mawili ya nyongeza. Je, ni lini mchakato rasmi utakamilika ili uwanja wa ndege wa mkoa wa Singida uweze kujengwa? Lakini swali langu la pili, ni lini mkakati wa serikali kufungua anga ili sasa ndege yetu ya Tanzania ili iweze kusafiri, mfano katika nchi za Morocco, Uturuki, Vietnam, kwa sababu nchi hizo zina fursa za kiuchumi. Jibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi, napenda kujibu maswali ya nyongeza mawili ya Mheshimiwa Grace Elias Nkoma, mbunge wa viti maalum kama ambavyo ameulizia. La kwanza, nampongeza Mheshimiwa Grace Nkoma kwa kutambua umuhimu wa uwanja wa ndege wa mkoa wa Singida na kuendelea kuwa sauti makini ya wanawake na viongozi na wananchi, na hii kutokana na ukweli kwamba Mheshimiwa Grace anatambua kwamba mkoa wa Singida kwanza uwanja wake ni mbadala na ni sehemu ya jirani kutoka Dar es Salaam, lakini pia kuna fursa za madini, kilimo, ufugaji pamoja na mambo mengine. Nimhakikishie Mheshimiwa Grace Nkoma na wananchi wote wa mkoa wa Singida kwamba serikali kwa kutambua umuhimu wa uwanja huu wa Singida imekwisha kwanza kutambua eneo kama nilivyosema, na hatua inayofuatia sasa ni kukamilisha taratibu za utoaji wa ardhi. Na hivi ninavyozungumza, katika bajeti iliyosomwa hapa bungeni mwezi huu wa 5 na Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Mbarawe Makama Mnyaa amewahakikishia wana Singida katika mwaka wa fedha 2026-2027 tunakwenda kuanza taratibu mbalimbali kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mradi huu. Nimwombe Mheshimiwa Grace awe na uvumilivu wakati serikali inafanyia kazi jambo hili. Na swali la pili, pia nampongeza kwa kuendelea kupigania ndege yetu, shirika letu la Air Tanzania ambalo ndio shirika kubwa kwa nchi yetu na la serikali. Ameuliza ni mkakati gani uliowekwa. La kwanza kabisa, mkakati wa kwanza ni kuingiza kwenye ilani ya CCM. Serikali ya CCM kupitia aliyekuwa mgombea ambaye ndiye rais wa nchi aliwaambia Watanzania anakwenda kuongeza ndege zilizokuwepo na zitakazokuwepo ili ziweze kuwa nyingi zaidi ya ndege 8 katika kipindi cha miaka 5 hii ijayo. Hii ni kuongeza uwezo wetu wa kutoa huduma, lakini pia ili kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda kutekelezeka mwaka wa fedha wa 2026-2027 serikali imejipangia kwenda kuongeza mtandao huu kutoka safari za ndani na nje na za kimataifa 33 zilizopo mpaka kufika 47, ambapo ukiangalia hali iliyokuwa miaka 10 iliyopita na sasa unaona kabisa vituo vingi vinaongezeka. Na hapa bungeni mmesikia matamko ya wizara jinsi ambavyo tunaongeza ndani ya nchi, tunakwenda Geita, tunaunganisha Mwanza na Dodoma na maeneo mengine, na pamoja na maeneo mengine ya nje ya nchi ikiwemo visiwa vya Sheshe na kadhalika. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inao mpango wa kwenda mahali pengi zaidi ili kuhakikisha kwamba tunanufaika na fursa ambazo zipo kwenye nchi yetu.
Lakini mwisho, tutaendelea kushirikia sekta binafsi kuhakikisha kwamba shirika letu linakwenda kuongeza mtandao zaidi ndani na nje ya nchi yetu. Mheshimiwa Esther Matiko.